mwelekeo wa mvua za vuli kwa mwaka 2026. Tukianza na maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria ikijumuisha mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara. Katika haya maeneo tunatarajia kwamba tutapata mvua za juu ya wastani kuelekea wastani, na tunatarajia kwamba katika haya maeneo mvua zitaanza katika wiki ya 4 ya mwezi Septemba na wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba. Lakini katika ukanda wa nyanda za juu kaskazini mashariki ikijumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, katika haya maeneo tunatarajia pia kwamba tutapata mvua za juu ya wastani hadi wastani, lakini pia tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Lakini katika ukanda wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, lakini pia kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani ikijumuisha pia visiwa vya Mafia, lakini pia visiwa vya Unguja na Pemba. Katika haya maeneo pia tunatarajia tutapata mvua za juu ya wastani hadi wastani, na pia tunatarajia kwamba mvua katika haya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini pia zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Angalizo, tunatoa maangalizo mawili. La kwanza, kutokana na uwepo wa El Nino na El Nino yenye nguvu kubwa kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana ya mwezi wa kwanza, vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa vipindi vya mvua vinatarajiwa kuanzia mwezi Septemba. Tunatarajia kwamba tunaweza tukapata mvua za mapema kidogo. Hata hivyo, mvua za vuli kwa ujumla tunatarajia zitaanza kuimarika zaidi kuelekea mwezi Oktoba katika maeneo mengi. Lakini pia vile kuwepo kwa El Nino kuelekea mwisho wa mwaka kunaweza kusababisha kuanza mapema kwa mvua za mwezi Novemba mpaka Aprili 2027 kwa maana mvua za msimu katika baadhi ya maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua kwa mwaka, ambako kwa kawaida msimu unaanza mwezi Novemba. Sasa baada ya kutoa mwelekeo wa mvua kwa kipindi cha msimu wa vuli, ufuatao sasa ni tathmini ya athari pamoja na ushauri ambao kwa ujumla kama ambavyo tumekuwa tunasema siku zote kwamba athari na ushauri unaandaliwa na wataalamu wa sekta kwa kushirikiana na wataalamu bingwa wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Sasa tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Ushauri, wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati. Wakulima pia wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani, lakini pia teknolojia za kuzuia mmomonyoko na upotevu wa rutuba. Lakini tatu, tunashauri pia kuimarisha miundombinu ya kilimo pamoja na uvunaji maji ya mvua na kudhibiti visumbufu vya mimea. Hatua hizi zitasaidia kupunguza athari za magonjwa na kuongeza uzalishaji. Lakini pia tunawashauri waendelee kufuatilia na kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani. Kwa sekta ya mifugo na uvuvi, athari tulizoziainisha ni pamoja na wafugaji na wavuvi wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji wa malisho ya mifugo na chakula cha samaki. Lakini vile milipuko ya magonjwa ya mifugo kama vile homa ya bonde la ufa, ugonjwa wa miguu na midomo na kuzaliana kwa wadudu wadhurifu kunaweza kujitokeza. Matukio ya kuongezeka kwa magonjwa ya mwani baharini na kupungua kwa uzalishaji wa mwani kutokana na kupungua kwa kiwango cha chumvi katika maji ya bahari
pia vinatarajiwa. Sasa ushauri kwa wafugaji, tunawashauri kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadaye. Jamii pia tunaendelea kushauri kuweka mipango mizuri ya matumizi bora ya maji na malisho. Lakini pia wakulima wa mwani tunashauri kulima mwani kwenye maji ya kina kirefu ili kuondokana na athari za maji ya mvua yanayokuwa yanaingia baharini. Wafugaji na wavuvi tunaendelea kuwashauri kufuatilia mirejeo ya utabiri wa hali ya hewa na ushauri kutoka kwa maafisa ugani pia ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza katika msimu huu wa mvua za vuli. Kwa sekta ya utalii na wanyamapori, athari tulizoainisha ni pamoja na upatikanaji wa malisho na maji kwa wanyamapori katika mbuga na hifadhi za wanyamapori unatarajiwa kuwa mzuri. Upo uwezekano wa kusambaa kwa magonjwa ya wanyamapori kwa wanyama wanaofugwa kutokana na wanyamapori kuingia katika maeneo ya jamii yanayozunguka mbuga na hifadhi za wanyamapori. Lakini pia tatu, upo uwezekano wa kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Kwa hiyo tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, mamlaka husika kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali katika mbuga na mapori ya akiba na kujenga uelewa kwa jamii ili kuchukua hatua stahiki kutokana na athari zinazoweza kujitokeza. Lakini pia kwa jamii kwa ujumla tunashauri kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanyamapori wataingia katika makazi au maeneo mbalimbali ya watu ili kuchukua hatua stahiki. Lakini kwa sekta ya usafiri na usafirishaji, athari tulizoainisha ni pamoja na upande wa reli. Mvua kubwa zinaweza kuharibu miundombinu na njia ya MGR na SGR na kusababisha kuvurugika kwa huduma za usafirishaji. Lakini vile vile barabara. Upande wa barabara, mmomonyoko wa udongo, mafuriko, poromoka kwa kingo na kuharibika kwa madaraja kunaweza kuvuruga usafiri na kuongeza ajali. Lakini kwa upande wa bandari, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na kwamba mvua kubwa ambazo zinatarajiwa zinaweza kuchelewesha upakiaji na upakuaji wa mizigo, hasa shehena zinazohitaji kulindwa dhidi ya unyevunyevu. Kwa upande wa usafiri wa anga, matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yumkini katika kipindi cha El Nino yanatarajiwa inaweza kupunguza muonekano kwa marubani, lakini vile vile kuchelewesha au kuahirisha safari za ndege na kusababisha ndege kuelekezwa kwenye viwanja mbadala. Kwa hiyo tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, wadau wa sekta hii tunashauri kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi wa miundombinu mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Lakini vile vile tunaendelea kushauri kufuatilia na kuzingatia ipasavyo taarifa mbalimbali ambazo tutaendelea kuzitoa za utabiri lakini na za tahadhari. Kwa upande wa sekta ya ujenzi tunashauri athari ambayo tumeainisha ni pamoja na vipindi vya mvua kubwa ambavyo tunavitarajia vinaweza kuathiri sekta ya ujenzi kwa kuchelewesha miradi, lakini pia kusababisha migogoro ya kimkataba, kuharibu vifaa na miundombinu, kuongeza gharama za ujenzi, kuathiri ubora wa kazi na kuhatarisha usalama wa wafanyakazi. Hivyo tunashauri yafuatayo: wadau kuzingatia utabiri huu wa vuli ipasavyo katika mipango ya ujenzi na hasa katika kipindi kinachotarajiwa kuwa na mvua za juu ya wastani. Aidha, tunashauri kuchukua hatua stahiki wakati wa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya miundombinu ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Na vile vile tunaendelea kusisitiza kwa upande wa sekta ya ujenzi kwa ujumla wake, tuendelee kufuatilia ipasavyo taarifa ambazo tutaendelea kuzitoa za kila siku, lakini vile vile za kila mwezi, lakini vile vile pale ambapo tutatoa angalizo na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa, basi tufuatilie na kuzizingatia ipasavyo. Kwa sekta ya nishati na maji na madini, athari tulizoainisha ni pamoja na ongezeko la kina cha maji na uchafuzi katika maziwa, mabwawa na mito yanaweza kujitokeza, hali ambayo inaweza kuathiri miundombinu ya rasilimali maji na nishati.
Katika maeneo yenye shughuli za uchimbaji mdogo wa madini, tahadhari stahiki za usalama zinapaswa kuzingatiwa, kwani mvua za juu ya wastani zinaweza kuongeza hatari ya maporomoko ya ardhi na kuporomoka kwa mashimo ya uchimbaji yasiyo imara.